Taarifa ambayo imetufikia ni hii kwamba Young Africans hawajafurahishwa na hapo jana kuweza kupoteza mchezo kwenye ligi kuu soka Tanzania bara kati yao na Dodoma Jiji, mabao ambayo yalifungwa bao 3-2, lakini walivyoeleza ama zinavyoeleza kwamba kile ambacho kimepelekea klabu hiyo kuweza kufungwa ndiyo sababu ambayo sasa wamekuwa kidogo katika wakati mgumu kuweza kuijadili kutokana na namna ambavyo timu yao ilikuwa na mwendelezo mzuri wa kupata matokeo. Zaidi ya mechi 42 walikuwa wanapata matokeo, lakini sasa hapo jana mwiko umevunjwa. Unbeaten ya kwanza imepatikana kwao, wakiondolewa katika ile kuto kufungwa kwenye ligi kuu soka Tanzania bara. Sasa kama tulivyozungumza siku kadhaa zilizopita kwamba jina la kocha mpya ambaye Young Africans inamtaja huenda akaja kuwa kocha mpya kuchukua nafasi ya Pedro. Sasa hivi wanaye Molin ambaye jana amefungwa. Taarifa zinaeleza wamempa mechi moja ya mwisho kuweza kupata matokeo dhidi ya timu ngumu ya JKT Tanzania, mechi ambayo inatajwa kuwa ya vuta ni kuvute, ambayo inataraji kupigwa tarehe 16 kama nitakuwa sahihi. Sasa mechi hiyo ndio ambayo itaweza kuweka kilele kwamba Molin na mwenzake wataendelea kuwa kama makocha wakuu wa klabu ya Young Africans, au kama watashindwa hapo, maana yake klabu ya Yanga sasa tayari moja kwa moja itaenda kumtangaza kocha mpya ambaye tulizungumza. Sasa mwanzoni wakati ninaeleza taarifa hizi, jina ambalo lilikuwa limepewa kipaumbele zaidi tunakumbuka lilikuwa ni Sidi Ramovic pamoja na Nasreddine Nabi. Sasa kibao kimegeuka, inaonekana Nabi ndio ambaye ataenda kuchukua nafasi ya kocha aliyoondoka Pedro wa klabu ya Yanga, lakini kuanza kwenye mwishoni mwa msimu huu inategemea na matokeo ya klabu ya Yanga jinsi ambayo wataendelea kuyapata. Kama wakipata matokeo mazuri dhidi ya JKT Tanzania, it means kwamba wataendelea kubaki na kocha hawa ama makocha hawa ambao wako nao, lakini kama watafungwa dhidi ya JKT Tanzania, maana yake kwamba kwa asilimia kubwa lazima wataweza kubadilisha technical bench lao la ufundi ambalo kwa sasa limeshaweza kuwaweka katika mazingira magumu baada ya kuondoshwa katika ile bikra ama unbeaten. Kwa hiyo jina ambalo limependekezwa sana ni Nabi, kwa sasa ndio ambaye anatajwa zaidi kuja kuchukua viatu vya kocha Pedro, na hivi tunavyozungumza wamemuita pia kwenye kikao. Inaonekana wapo katika kikao cha majadiliano kati yao pia na golikipa bora wa Young Africans Djigui Diarra, kuweza kuzungumza naye mustakabali kwamba matendo yake inaonekana kama vile Young Africans hawajafurahishwa sana, yani kama vile hawajavutiwa na kile ambacho kinaendelea, hawajavutiwa. Kwa hiyo wao walichokizungumza, je, anatakiwa atoe maelezo kwamba ni kweli wao walichokizungumza ni hiki. Sasa yeye inabidi atoe maelezo kwamba ni kweli aliumia. Hiko ndicho ambacho wamekijadili, kwamba aliumia ama hajaumia, kwa sababu kwa jinsi ambavyo ilivyokuwa na magoli jinsi ambavyo yalivyofungwa, ni dhahiri shahiri kwamba kama angekuwa Djigui Diarra kuna goli moja ama goli mbili angezikataa. Kwa mfano, Djigui Diarra amekuwa bora sana kwenye ile 1-against-1, amekuwa bora sana katika eneo hilo, hususan ile dakika ya 88 na 9 huko wakati anakuja Waziri Junior. It means kwamba pale Djigui Diarra zile ameshazicheza nyingi sana, hata katika dabi za Kariakoo amecheza hizo, na ndio maana kuna siku niliwahi kusema Simba waendelee kuomba ikiwezekana Djigui Diarra agombane na Yanga alafu waachane naye kwa makosa ambayo benchi la ulinzi la klabu ya Yanga wanafanya. Itakuwa ni rahisi sana kwa Simba kuweza kuadhibu ama kuwafunga,
lakini kama ni hiki ambacho tunakiona, maanake sasa wamekaa na kujadiliana, na imepigwa simu moja kwanza ya kumtaka atoe maelezo kwamba kwa nini jana alijivunja ama kwa nini jana alijiumiza, wakati inaonekana dhahiri shahiri kwamba jana alikuwa hajaumia. Hiyo ndio hoja ya msingi, lakini huyu Morin na mwenzake wamepewa mechi moja dhidi ya JKT Tanzania kujitafakari kwa nini wamefungwa, alafu pia na hiyo mechi moja yenyewe wapate matokeo. Kama wasipopata matokeo, benchi la ufundi la Yanga linaenda kuvunjwa. Narudia tena, tetesi ambazo zimenifikia mimi ni hizi: kama Morin asipopata matokeo dhidi ya JKT Tanzania, it means kwamba benchi la ufundi la klabu ya Yanga linaenda kuvunjwa, alafu wanatangazwa sasa kocha mpya ambaye wenyewe wanasema inavyoelezwa ama inavyozungumzwa katika tetesi kwamba kwa asilimia kubwa ni Nabi. Na kwa nini Nabi? Ni kwa sababu alishawahi kuwepo pale Jangwani na mara nyingi aliweza kuwapa matokeo, aliweza kuwapa vikombe mbalimbali, na ndiye kocha ambaye alilitambulisha zaidi pila biliani kwa Young Africans mpaka tunavyozungumza. Kaje kina Migu Gamondi, kaje kina Sidramovic, kina Melody Hamdi na yule bwana mdogo Falls aliyotimuliwa hivi karibuni kabla hajaja huyu Pedro. Kwa hiyo kwa uhalisia huo kwamba kibarua cha Morin kiko njia panda, na kama Djigui Diarra asipojirekebisha, it means ama inatajwa kwamba Young Africans wataweza kumchukulia hatua kubwa. Lakini pia mtu ambaye ametajwa kwa makosa ambayo mara nyingi amekuwa akihalimu sana Young Africans ni kijana Bakari Nondo, Bakari Nondo ambaye ametajwa kwamba huyu mara nyingi sana makosa yake yanakwenda kukosti timu moja kwa moja. Kijaribu kuangalia kwa hapo jana, mimi kuna wakati siwezi kumlaumu sana, naweza nikalaumu mpangilio wa kocha, jinsi ambavyo yeye anaona kabisa huyu jamaa hayuko mchezoni, lakini pengine amweke nani katika nafasi yake. Hapo ndo kulikuwa kuna ugumu, kuna shida hiyo, amweke nani katika nafasi ya Bakari Nondo Mwamnyeto. Au ukiangalia kina Dickson Job ambaye alikuwa anafanya vizuri akiwa anacheza na Ibra Baka, walikuwa wanaweka kitu, wanaleta kitu complete cha nafasi ama safu ya ulinzi ya Yanga. Na ukiangalia hiyo kwa mfano kama jana 1 against 1, maana yake pale tunamsifu Waziri Junior Shentembo ambaye alimuadaa kwamba kama anaenda kulia lakini akarudi kushoto. Umeona na alirudi kushoto tayari akawa yuko mbele ya mpira. Maana anamiliki mpira, yuko nyuma ya mpira. Kwa hiyo nyuma ya mpira na kasi yake, wakati unaangalia beki mmoja nadhani kwa Boka anakuja kwa kasi. Kama ingekuwa enzi zetu sisi pale takiwa Boka aruke miguu miwili ili kupata mikwaju penalty, ambao penalty kuna wakati haina mwenyewe. Lolote linaweza likatokea kuliko kumwacha mchezaji mpaka anafanya maamuzi ya mwisho ya kumjaribu goalkeeper wake. Kwa hiyo taarifa ambazo tumekuletea nzito ni hizo kwamba kocha Morin apewa mechi moja ya kufanya maamuzi. Djigui Diarra aitwa kuhojiwa kwa kujivunja kwake ama kujiumiza kwake ambapo kumekosti timu. Ukitazama kwa hapa walipofika, unakuja kujua tu ama unakuja kugundua kwamba tofauti yao sasa na washindani wao wa karibu, kama leo wataweza kushinda, manake Simba tofauti yao inakuwa ni alama 2. Lakini tusisahau kwamba Yanga ana mchezo na Azam FC, manake ni mkubwa mwingine. Ni mchezo mkubwa, ni mchezo mgumu kweli kweli. Ana mchezo nao. Sidhani kama TRA wameshamalizana pia michezo yote.
ingawa tarehe watakuja Dar kama sikosei. Kwa hiyo kwa ujumla wake bado wana mechi ngumu sana, na ndio maana wamejaribu kufanya maamuzi mapema kwamba kama Molin anataka kibarua chake kilindwe, anapaswa kuweza kupata matokeo dhidi ya JKT Tanzania, lakini kama anataka kibarua chake kiguswe, atolewe katika nafasi hiyo, manake ni dhahiri shahiri kwamba atapoteza. Akipoteza mchezo, Yanga haiwezi kuvumilia.